Kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Jonathan Ayo mwenye umri wa miaka 37 ambaye ni mtaalamu wa mifumo yani IT, mkazi wa Moshi KSMC mkoani Kilimanjaro, amezua taharuki baada ya kufungua mlango wa gari alilokuwa amepandishwa na mabosi zake wakati akipelekwa kituo cha polisi kwa tuhuma za kuchukua laptop ya ofisi yao na kukaa nayo kimya kwa siku 5 bila taarifa zozote. Inaelezwa kuwa Jonathan mara baada ya kufungua mlango wa gari hilo akitaka kukimbia, alianza kupiga kelele za kuomba msaada akiashiria kuwa ametekwa. Aidha, inaelezwa kuwa Jonathan siku 5 kabla ya tukio hilo alienda katika ofisi yao inayojihusisha na utalii ikifahamika kwa jina la Kesa Tours iliyopo Moshi, Soweto, na kuchukua laptop hiyo, akieleza kuwa anataka kuifanyia kazi za ofisi akiwa nyumbani kwake na angeirudisha kesho yake, lakini hakutimiza ahadi hiyo, hali iliyopelekea mabosi wake kumsaka na kumkuta akiwa sehemu ya kunywa vilevi maarufu kama baa. Hata hivyo, kufuatia tukio hilo lililozua taharuki, Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro limetoa taarifa kuhusiana na tukio hilo. Hii ni Gadi TV, jina langu ni Aisa Msuya. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linapenda kutoa ufafanuzi wa picha ya mjongeo video clip ilionekana kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikihusisha watu waliokuwa wanatumia gari lenye namba za usajili T540 EHF aina ya Toyota Noah, ikidaiwa walikuwa wakijaribu kumteka kijana mmoja aitwaye Jonathan Ayo. Huyu ana miaka 37, mkazi wa KSMC Moshi, eneo la Muyuni, wilaya ya Moshi, manispaa, Aprili 12, 2025. Jeshi la polisi baada ya kupokea taarifa hiyo lilifanya ufuatiliaji mara moja na kufanikiwa kuwakamata watu wawili ambao ni Kevin Richard Temu, huyu ana miaka 39, mkazi wa KSMC Moshi, na Samson Robert Magere, huyu ana miaka 30, mkazi wa Soweto Moshi, wakiwa na gari namba T540 EHF aina ya Toyota Noah inayodaiwa kuhusika katika tukio hilo. Gari hiyo inamilikiwa na kampuni ya Kesa Tours yenye ofisi zake mtaa wa Soweto, Moshi mjini. Uchunguzi wa tukio hilo umebaini kwamba tukio hilo halikuwa la utekaji, bali watuhumiwa hao walikuwa wamemwajiri Jonathan Ayo anayedaiwa kutekwa kama mtaalamu wa mifumo IT wa kampuni yao, ambayo tarehe 6 Aprili 2025 alikwenda ofisini kwao mtaa Soweto kuchukua kompyuta mpakato kwa maana laptop ya ofisi, akieleza kuwa anataka kufanya kazi za ofisi akiwa nyumbani kwake na angeirudisha kesho yake. Baada ya Jonathan Ayo kuondoka na laptop hiyo hakuirudisha, ndipo waajiri wake walipata mashaka na walianza kumtafuta kwa siku 5 bila mafanikio. Ilipofika tarehe 12 Aprili 2025 walifanikiwa kumpata akiwa baa mtaa Rawa akinywa pombe, ambapo alikubali kwenda kuwakabidhi laptop hiyo na alifanya hivyo. Watu hao wakitumia gari namba T540 EHF aina Noah, baada ya kuipata laptop yao waliamua wampeleke polisi ndugu Jonathan Ayo kwa hatua zaidi, na walipofika eneo la Muyuni majira saa 1 usiku, Jonathan Ayo alifungua mlango wa gari ikiwa imesimama kwenye foleni na kujaribu kukimbia akiwa anapiga kelele za wezi zilizopelekea wananchi kuwashambulia watu hao, ambapo askari mgamba aliyekuwa eneo hilo alifanikiwa kuzuia vurugu hizo na kumfikisha Jonathan Ayo kituo cha polisi Moshi. Kulingana na uchunguzi uliofanywa hadi sasa, hakukuwa na mazingira au tukio la utekaji kama inavyoelezwa katika mitandao ya kijamii, bali ni mazingira yaliyotokana na Jonathan Ayo ya kujaribu kukimbia huku akipiga kelele za wezi ili kukwepa kufikishwa polisi.